tunaweza kupata ule urahisi namna gani ya kuweza kuyavuna kwa njia mbalimbali haya maji. Kwa mfano kama ya mvua, mvua zikiwa nyingi, tutavuna kutumia hata nyumba zetu hizi kwenye mapaa yetu. Kuna wagata, neka zile yani visima. Visima vile kujengea. Kama ilivyo huku kusini, Mtwara, Lindi, wana utaratibu ule wa kujenga zile yale matenki ya chini yale ya kuchimba alafu unavuna. Kwa sasa kama tusipohifadhi maji, ambapo moja ya chanzo ambacho cha maji ni nini? Mvua. Tusipohifadhi zile vyanzo pamoja na misitu, tutakuta kwamba tumepoteza vyanzo vyetu vya maji na maji yanakuwa ni shida sana. Kwa kuna faida nyingi sana, ikiwemo kuwatua mama zetu. Kuna msemo mmoja sasa hivi kwamba mtue mama, kumtoa mama ndoo. Ni kwamba zile huduma zimeletwa karibu, asitumie muda mwingi kwenda kutafuta kule maji, at least yapatikane katika mazingira yale pale. Itawapa muda wao kufanya mambo mengine na wanafunzi kuweza kupata muda wa kusoma. Kwa hiyo inarahisisha vizuri sana. Na kwa Tanzania kwetu sisi kwa sasa hivi at least hii jambo limeanza kuenea vizuri sana. Mfumo wa maji umeanza kupatikana vizuri, isipokuwa changamoto sasa tunahimiza jamii kuweza kujua umuhimu wa kutunza vyanzo vya maji, na lazima wavijue. Ili utunze ni lazima uvijue ni vipi hivyo vyanzo vya maji, kama mtaalamu mwenzangu alivyoelezea hapa kwamba vyanzo vya maji ni kama vipi. Kwa hiyo ndio hiyo. Sasa kuna hii changamoto ya hawa wanaokata miti aidha karibu na vyanzo vya maji, hawa nao mnakabiliana nao vipi? Tuseme vijiji ambavyo vinazunguka maeneo yale wanashiriki vipi katika utunzaji wa vyanzo vya maji? Kwanza kabisa, kama tulipokuwa tumeanza mada yetu ilikuwa ni utunzaji wa vyanzo vya maji na misitu. Ili uvitunze vyanzo vya maji, vyanzo vya maji vingine vipo vimezungukwa na misitu. Na misitu kwanza kabisa misitu kama tunavyojua imezungukwa misitu imetuzunguka katika mazingira yetu katika sehemu mbalimbali. Na ndani ya misitu iliyopo kuna vyanzo pia vya maji, na pia kuna viumbe mbalimbali vinavyopatikana kwenye hiyo misitu. Sasa ili uweze kuhifadhi vyanzo vya maji ni lazima sharti uweze kufanyaje? Uweze kuhifadhi yale mazingira yanayozunguka vile vyanzo vya maji. Na vyanzo vingi vimezungukwa na misitu na majani labda, lakini mengine ipo ndani ya mazingira yetu ambayo tunakaa. Sasa jamii yote ambao tunaoishi nao ni lazima uweze kuelewa kwamba ukataji wa miti, kwanza kabisa miti ina faida nyingi. Mojawapo inasaidia kuweza kuvuta yale mawingu, ufanyikaji wa yale mawingu ambao baadaye yanakuja kufanya kwamba yale mawingu yanakuja kufanya nini? Ufanyikaji wa mvua. Baadaye inakuwa inageuka kuwa ni mvua kutokana na ule mzunguko wake. Kwamba ndani ya ile miti panakuwepo na oksijeni ambayo inatolewa mle, ambayo sisi tunaitumia kwenye hiyo miti. Lakini kuna ule mvuke ambao unatoka ndani ya miti, ule ndio unaoenda juu kule. Inafanyika kufanyika nini kwenye mawingu. Sasa ukikata ile miti unapunguza uwezekano mkubwa wa kufanyika kwa mvua, na pia unapunguza makazi ya viumbe mbalimbali ambao wanategemea miti. Na pia ndani ya miti tunapata faida nyingi. Tunapata mle kuna mbao, tunavuna mbao mle ndani yake. Pia tunapata hata hizi kuni za kupikia, ambapo sasa bado katika kuliendea hilo bado kuna changamoto. Kwa wananchi wengi ambao wanazunguka hii sehemu za misitu wanashauriwa, kutokana na mazingira yetu tulivyo, ni kwamba lazima uweze kuhifadhi misitu ili tuweze kupata vyanzo vya maji vilivyokuwa vizuri na endelevu, kwa sababu kuna chemchem nyingi ambazo zimezunguka na miti. Unapokata tu ile miti unakuwa unazi expose zile chemchem, inakuwa ni rahisi hala ule upotevu wa maji, na ile sehemu oevu zinakuwa zinakakamaa, haziwezi kutoa maji. Kwa kuhifadhi miti kuna faida nyingi sana, ikiwemo hiyo kuhifadhi vyanzo vya maji. Ndani ya miti pia kuna madawa mbalimbali ambayo tunapata mle,
Ndani ya miti pia mle tunapata kuna utalii. Afisa mwenzangu alizungumzia hapa. Utalii unafanyika, watu mbalimbali wanaenda kutembelea kwenye misitu. Uona kuna wanyama wapo mle wanaishi. Kuna viumbe wengine ambao wanaishi mle. Kwa hiyo kwa kweli wananchi wanahimizwa sana kuweza kuliangalia hilo swala ili tuweze kupata maisha yetu endelevu ambao wanategemea maji na misitu. Kwa sababu ndani ya misitu pia tunapata chakula. Kuna matunda. Kuna vyakula vya viumbe wenzetu ambao si sisi tu kama matunda. Viumbe wengine kama wanyama kama tembo na wengineo wanategemea majani yale kuweza kupata chakula ndani yake. Na wengine makazi ndani yake, ndani ya nini? Ndani ya ile misitu. Asante kwa kuongezea kwa mtaalamu aliyepita. Ndio. Ukataji wa miti hauruhusiwi. Na wenzetu wa misitu wana maandiko mbalimbali juu ya makatazo haya. Na baadhi ya sehemu zimekuwa tunasema ziko protected, zimekataliwa watu kuingia kufanya shughuli zozote za kama hiyo ya binadamu. Kwa hiyo kwenye sheria ya ardhi na vijiji na yenyewe imetoa ruhusa. Kwa hiyo tunatoa pia mwamko kwa wenzetu ambao wanahudumia maeneo ya vijiji. Na wenyewe pia wajaribu kuwa waangalifu. Hayo makatazo yametolewa, wayafanyie kazi ili tuendelee kulinda mazingira yetu. Na kuna sheria yote ambayo inawabana watu juu ya hawa ambao wanakaa karibu na vyanzo vya maji, kwamba wakikiuka hili basi wanakabiliwa na hili? Kwa mujibu wa sheria ya mwaka 2004 imeainisha vizuri kabisa juu ya umuhimu wa kuhifadhi vyanzo vya maji. Na imeelekeza juu ya taratibu ule umbali kutoka sehemu ile ya kufanyia shughuli za kibinadamu au sehemu za makazi. Ukiangalia sheria ya mwaka 2004 kuanzia kifungu cha 54 mpaka cha 58 kinazungumzia ni namna gani vyanzo vya maji ikiwemo mito, ikiwemo sehemu oevu, ikiwemo pia hizi hivi maziwa, ikiwemo pia kwenye milima, ni namna gani yale makatazo au inaeleza juu ya muhimu vile vitu kuweza kutunzwa. Na ikatoa maelekezo kwamba watu au jamii zetu zijiepushe kuweza kufanya shughuli zao za kibinadamu. Kwa mfano mwanzoni sheria ilikuwa inazungumzia juu ya mita 60 kutoka kwenye kile chanzo cha maji. Ukiangalia ile sheria yetu kifungu cha 54 mpaka 58 nadhani utakipata hapo juu ya namna gani watu wanatakiwa wakae umbali gani. Lakini sio tu mita 60, kwa sababu umuhimu wa chanzo cha maji umbali wake unaweza kuongezwa kutokana na umuhimu huo katika jamii husika. Kama ni sehemu oevu ikawa na umuhimu mkubwa, alafu ndani ya mita 60 ikaonekana kwamba mita 60 hizi huenda kukaa kwake tu bado banaleta madhara, kwa vile vyombo ambavyo vina mamlaka hivyo wamepewa mandate hiyo kuweza kuangalia, je, kuna umuhimu wa kuweza kuwashauri jamii ziweze kukaa umbali zaidi. Kwa hiyo sheria zimeainisha vizuri kabisa juu ya namna gani watu waweze kuepuka kufanya shughuli za kibinadamu, kuweza kulima kwa mfano, kujenga vitu ambavyo ni permanent vya kudumu. Kwa sababu kwa mfano kwenye sehemu chepe au kwenye sehemu oevu, zile unapoenda kujenga kwenye zile sehemu ndivyo unapokimbiza maji, kwa sababu unapoenda kujenga na maana unakandamiza zile sehemu. Na zenyewe zinategemea ile chemchem kutoka chini. Na ndio maana wengi wanaoishi kwenye vile vyanzo unakuta kwamba hata maji tena vile vyanzo havipo tena, vinapatikana kwa ugumu. Kwa sheria ipo. Kwa wale ambao mnatusikiliza, unaweza kutumia ujumbe kwa namba ya 0622562231. Tabia 0622562231. Tuendelee. Na pia kuna athari mbalimbali zinaweza zikajitokeza kama tusipotunza vyanzo vyetu vya maji. Mimea itakauka, tutakosa kufanya shughuli za kilimo. Kwa sababu kilimo kinategemea maji. Tukiyakimbiza basi hatuwezi kupata kilimo.
tunaweza kujikuta kwamba tumepata ukavu kwenye ardhi ambao hatuwezi kupata mazao yenye rutuba. Kitu kingine kitaleteleza magonjwa. Tutapata magonjwa ya kuhara humo. Tutapata magonjwa ambayo mengine haya tiba yake kuipata ni ngumu kwa sababu ya ukosekanaji wa nini? Wa vyanzo vya maji tumeviharibu. Kingine pia itakimbiza mvua. Tutapata changamoto ya kukosekana kwa mvua. Kutokana kwamba tumeharibu yale mazingira, tumeharibu maeneo ya misitu ambayo yanahifadhi maji, ni hasara kwetu. Hebu tukibaki kwanza hapo kwamba tutakimbiza mvua. Sasa hili na tuseme ingependeza kama lingeeleweka na watu wengi kwamba tunaikimbizaji mvua. Umezungumza tu kwa kifupi, lakini hebu endelea zaidi ili watu waweze kujua. Sawa. Mimi nadhani tutajaribu kuweza kufafanua kidogo. Ni kwamba tunajua umuhimu wa misitu ina faida nyingi sana. Mojawapo ya faida ya misitu ni kwamba misitu inahifadhi hewa chafu, hewa ya ukaa ambao sisi tunaita chafu, lakini kwa mimea yenyewe inaitumia kwa ajili ya kutengeneza chakula, ambao hewa yenyewe tunaita hii carbon dioxide. Ili utengeneze chakula kwa mmea unahitaji carbon dioxide, mojawapo carbon dioxide na maji vikuungana hivi ndio vinatengeneza carbohydrate au kwa ujumla ni chakula inatengeneza. Kwa hii hewa yote chafu ambayo sisi tunaitoa tunapumua yenyewe kwa kwenye mimea ni faida, na ndio maana tunapokata miti mingi, ina maana hii hewa ya ukaa au hewa hii chafu ambayo sisi tunaoitoa tunapopumua, ina maana inakosa mahali pa kwenda, na badala yake inaenda huko angani, ambayo inaongeza ile hali joto. Kama tunavyoona joto limekuwa kali, mojawapo ya gesi hewa ya gesi ambayo inakuwepo kwa angani ni carbon dioxide, ambayo ina tabia ya kuongeza ule joto ndani ya anga letu hili. Na haya mabadiliko ya tabia nchi tunayoyaona kwa sasa hivi, tunayoyashuhudia, ukame na nini, mojawapo ni kwamba ile hewa ambayo ilikuwa inatakiwa iweze kufyonzwa na miti, miti yenyewe tumeshaipunguza kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo inabaki imeelea tu kule juu. Na ile miti inavyofyonza ile hewa ya carbon dioxide, yenyewe inapumua kwa kutoa oksijeni. Ili maji yafanyike au mvua ifanyike, inahitaji vitu viwili. Cha kwanza ni hewa ya hydrogen. Cha pili ni hewa ya oxygen. Hivi vitu viwili vikiungana ndio vinafanya nini? Maji. Sasa kama miti tumeshaikata, ina maana kile ambacho kinapumua ile oxygen tumeshakipunguza kwa kiasi kikubwa, hata mvua inakuwa ni ngumu kufanyika, kwa sababu mvua inategemea oxygen iwepo ya kutosha kule na hydrogen iwepo ya kutosha. Lakini source hivi vitu vyote ni nini? Source hivi vitu vyote mojawapo ya kitu ni nini? Ni misitu. Ndio inapumua ile oxygen na inachukua ile hewa ambayo ni ya carbon dioxide, inasaidia kwa kitaalamu, kwa jina la Kiingereza wanasema tunaita ni carbon sink. Yaani ni sehemu ya kuhifadhia ile hewa ya nini? Hizo hewa za carbon dioxide na hewa zingine ambazo zinasababisha hali ya joto. Kwa hiyo tunaposema kwamba kupungua kwa mvua ni kwa maana yake vile vinavyosababisha ile mvua iweze kufanyika, ambao mojawapo ya gesi ni ya oksijeni, inakuwa haitolewi vya kutosha. Miti imeshakatwa vya kutosha, imekatwa kwa wingi, kilichobakia inaweza kuwepo hydrogen, lakini oksijeni huenda ikawa haitoshelezi. Kwa hiyo tuelewe kwamba ili mvua ifanyike ni vitu vile vitakavyo viwepo: oksijeni, hydrogen. Lakini oksijeni kwa kiasi kikubwa inatoka kwenye mimea.